Leo tutaongelea ujinga ambao hautakiwi kufanya kabisa kwenye maisha yako. Kwanza ni kujilinganisha na maisha ya watu wengine. Kamwe usifanye kitu kama hicho. Ukijilinganisha na watu, kuna mawili, kuna kushindwa na kuna kuuzia mambo. Ukiona mwenzako hajafanikiwa, amepambana muda mrefu, unaweza kusema hata mimi haina haja, acha tu nifanye ninachokifanya hivi hivi taratibu. Na pia unaweza kujilinganisha na mtu mwenye mafanikio makubwa bila kujua ile mafanikio yake amepata kwa njia gani. Jambo la pili, kuogopa kujaribu kufanya mambo, yani kufanya vitu vipya vipya. Unajua kwenye maisha kuna ideas ziko tofauti tofauti. Kulingana na maeneo utakayokuwepo, usiogope kujaribu kufanya mambo mapya. Jambo la tatu, acha kabisa kupuuzia kuhusu afya yako. Mwili kuna wakati hautaki kufanya kitu chochote. Jitahidi kusoma mwili, upe muda wa mapumziko. Pale unapojihisi vibaya, wahi hospitali. Unapoona kushindwa, jitahidi kujali natural ya mwili inataka nini. Kwa mfano, ukipuuzia mwili, kuna athari nyingi. Hata hizo biashara unazofanya utashindwa. Hata yale ulikuwa unatamani kwenda, kule ulikuwa unatamani kwenda hutafika kutokana na kupuuzia. Jambo la 4 ni kutumia pesa bila mpangilio. Pesa zinakuja kwa mipangilio, hakuna pesa ya bahati. Unafanya kazi ndio pesa inakuja. Lakini ikifikia sehemu unatumia pesa bila kupanga, kwa mkutana kiatu kizuri, mkutana na ireni nzuri, kuwa na ratiba, kuwa na nini, ukanunua. Sio mbaya, lakini ikijengeka kama ni tabia, yani itakusababisha mwisho wa siku ushindwe kufanya mambo yako moja kwa moja, kwa sababu utakuwa umetoka nyumbani, una hela kwenda kununua mchele, umeenda umekutana na sendo, ununua sendo. Umeenda umekutana labda na nini, ununua. Jambo la 5, usikubali kuishi bila malengo. Moja ya kitu kibaya katika maisha ni kuishi bila malengo. Ukiishi bila malengo utaishi kama mtu anayeishi kwa kusubiri kifo. Sio kitu kizuri. Ni vizuri kama mtu utaishi na malengo, kwamba mwaka huu Mungu naomba nisaidie nifanye hivi na hivi, haya ndio malengo yangu. Na katika hayo unaweza kufanikiwa. Jambo la 6, usimwamini kila mtu bila kuchuja. Tabia zake, mwenendo wake, roho yake, kila mtu ana mambo yake. Kwa hiyo usiwe mrahisi sana kuamini kila mtu. Kuna wengine tushawahi kuingia kwenye changamoto kama hizo, tuliamini watu mapema ambao hawakuwa sahihi kwenye maisha yetu. Mwisho wa siku tukaja tukaumizwa, tukachoshwa, tukafanywa vitu tofauti tofauti, tukaongelea maneno mabaya, ni katukana. Jambo la 6, usikubali kuishi kwenye mahusiano yanayokuumiza. My friend, upendi mambo ya kuvumilia mahusiano yanayokuumiza ni hatari sana kwa maisha yako. Kuna kuuawa, mwingine anavumilia kupigwa, anavumilia kutukanwa, kunyanyaswa, kusimangwa. Hicho sio kitu cha kuvumilia katika maisha yako. Jambo la 7, la 8 ni usikubali kufanya maamuzi wakati una hasira au una furaha. Siku zote hasira unakuta zina emotion zake na furaha inakuwa ina emotion yake. Labda mfano mtu amekufurahisha, maybe mume, mke, akamwambia mimi yani takupa hata hii nyumba, takupa hichi, yani kitu ambacho baadaye kinaweza kukukosa. Unaweza kukuta mtu amekufanyia jambo ili akufurahisha apate kitu fulani na akafanikiwa kupitia furaha, inaleta maamuzi tofauti. Na pia hasira inaleta maamuzi mabaya. Mfano umegombana na mke wako kwa sababu amechelewa kupika hivi. Sawa. Amechelewa kupika, ukagombana naye akakujibu vibaya. Mfano, kwani kama umeona nimechelewa, kwani ukufanya wewe? Majibu kama yale yanaweza kuchochea hasira kwako na ukajikuta unapigana na mke wako, unajibishana zaidi, ikatengeneza maamuzi makubwa zaidi. Nadhani kwenye mambo ambayo unatakiwa kufanya kwenye maisha yako, nimeishia hapo. Mambo mengine, usikubali mtu yote afanye mambo haya yafuatayo. La kwanza, usikubali mtu akudharau mbele za watu. Yaani pambana. Imetokea ni mbele za watu mtu akaanza kushushia heshima, usikubali kamwe. Yaani pigana kiume, pigana kwa kila namna, usikubali mtu akushushie heshima yako, ni kitu kibaya sana. Jambo la pili, usikubali mtu akutukane mara kwa mara. Maybe mpenzi, mzazi, ndugu, rafiki, mume, mke. Yaani usikubali mtu anakutukana mara kwa mara, kwa sababu itashusha heshima yako moja kwa moja. Jambo la 3, usikubali mtu kudanganya bila sababu, bila kujali hisia zako. Mtu muongo ni mtu hatari sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni katika vitu ambavyo utakiwa kukubali kuishi navyo ni watu waongo kwenye maisha yako. Kaa mbali nao sana. Jambo la 4, usikubali watu watumie wema wako kukunyonya. Kuna wengine tumewahi kufanyia hayo mambo, kwa hiyo tuna experience. Yaani kutokana mtu anaona wewe ni mtu mwema, kwa hiyo anatumia ule wema wako kufanyia, yani kukufanya wewe ndo tuseme nini yani. Yaani anakufanya wewe ndo mfanya kazi, ndo yani anakudamp kila mambo. Kwa sababu wewe si mwema, nitakutukana, nitakufanyia hivi, utarudi tu kwa sababu wewe moyo wako ndo ulivyo. Usikubali. Hata kama una moyo wako mzuri, jitahidi kufanya mazuri kwa watu ambao wanathamini yale mazuri yako. Jambo la 5, usikubali mtu akushushie thamani yako. Yaani kabisa. Thamani yako ni thamani yako. Yaani Mungu ameumba kila mtu na thamani yake. Ukikubali mtu akaishusha ile thamani chini, utaishi maisha ya kuumia sana. Yaani kila kitu utaona yaani ni kama uwezi unini, yaani hivyo. Jambo la 6, usikubali mtu kuvunja mipaka yako ya heshima. Kila mtu ana mipaka yake ya heshima. Bwana mimi sipendi mtu anijibu hivi, sipendi mtu aniongeleshe kwa staili hii, kwamba wewe vipi? Wewe mtu hivyo. Jambo la
7, usikubali mtu adhibiti maamuzi yako. Kwa nini leo umeamua mimi nitaenda shambani nitalima mpaka siku fulani, anakuambia ufanye, au mimi nimefanikiwa nimepata siku fulani, mtu anakuambia hakuna, maybe ni mzazi ni nini. Mpe mtu kwanza ajue mawazo yako, ajue maana ya kile kitu, mueleweshe, lakini usikubali yeye ndo afanye avunje ile maamuzi yako. Alafu jambo la 8, usikubali kabisa mtu akusaliti. Na hiyo kutokana na huko nyuma tulivyoona mtu asitumie wema wako na nini na nini, ukishaona mtu namna hiyo usimkubali, kwa sababu yeye ni msaliti. Na usikubali kusalitiwa kwenye maisha, yani kunaumiza. Tuliowahi kusalitiwa tunaelewa. So lazima usalitiwe na mpenzi ndio umesalitiwa, au na mume au mke au mzazi au nani. Yani unaweza kusalitiwa na mtu yote, rafiki, jirani, ndugu. Yani hivyo unamwamini mtu, unampa siri zako, mwisho siku anazidampa hewani. Alafu jambo la 9, usikubali kabisa mtu kutishia kunyanyasa. Kwamba bila wewe, yani bila mimi wewe hamna. Au mtu unakutana naye yani na yale mambo yote ulioniambia shoga, yani siku tunaachana na ya mwaga. Yani usikubali mwaga kama mbaya. Kila mtu ana baya lake. Kwa hiyo ukikaa unasema yani jamani sasa itakuwaje, unajiumiza kihisia. Jambo la 10, usikubali mtu anaweza kuzuia kufikia malengo yako, aingilie maisha yako. My friend, mtu mwenye mamlaka ya kuzuia malengo yako ni wewe. Una malengo ya kufungua biashara kubwa, una malengo ya kuoa au kuolewa mwaka huu, una malengo ya kufanya kuzaa, yani wewe lengo lako lolote ulilolipanga, usikubali mtu yote akuvurugie malengo yako. Ukikubali haya mambo yatakushusha sana thamani yako. Asante kwa kunisikiliza. Naomba usisahau kusubscribe, like na kushare. Asante.